Taje Mheshimiwa Tarimba Ghulam Abbas. Mheshimiwa Bupe Nelson Mwakang'ata ajiandae. Nikushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia katika hotuba hii ya TAMISEMI. Awali ya yote nipende kusema kwamba naunga mkono bajeti hii na naomba waheshimiwa wenzangu waweze kuipitisha ili tuweze kuipatia serikali nyenzo za kwenda kutuletea maendeleo ya haraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimeagizwa na wananchi wa Kinondoni nije nizungumze mambo mawili ya kimsingi. La kwanza ni kuipongeza serikali. Na hapa napompongeza serikali nampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakati nagombea ubunge nilikuwa na ndoto ya kutaka kuiona ile Kinondoni tunayoitaka. Kinondoni ya mjini, Kinondoni tunayoitaka. Mheshimiwa Rais ametutimizia ndoto yetu, na hakika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi naweza nikasema imefikia zaidi ya 90% kwa ushahidi wa kila ambacho kilitakiwa kufanyika na kimefanyika. Lakini la pili ni mshukuru sana ndugu yangu Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Yeye ni mwana Kinondoni mwenzangu. Kwa wale ambao hamjui, Mheshimiwa Mchengerwa yeye ni mwana Kinondoni katika jimbo langu. Hivyo ni kushukuru kwa sababu umekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu mimi. Na hivi ninavyozungumza, wananchi wenzako wa Kinondoni niliwapelekea taarifa kwamba Mheshimiwa Mchengerwa baada ya kumaliza bajeti yake amesema nitaongozana naye kwenda Kinondoni. Kuna kazi kubwa ambayo umeniahidi unakwenda kuifanya. Kazi ya kwanza ni kwenda kuzindua dispensary ya mfano ya Mionzi kutokana na fedha za mfuko wa jimbo. Shilingi milioni 129 tumewekeza katika hospitali ile ambayo tayari inafanya kazi, ultrasound za kisasa na x-ray za kisasa. Hivyo mheshimiwa, njoo uone kumbe fedha za mfuko wa jimbo zinaweza zikafanya maajabu kiasi gani. Lakini vile vile umeniahidi na nikawaambia wananchi wa Tandale na Ndugumbi kwamba Mheshimiwa Mchengerwa atakuja hapa kutafuta majawabu ya mto Mwangosi, mto ambao unafurika na kuwasumbua wananchi wa pale. Na nikawaambia pia watu wa Kijitonyama kule ambapo tuna uwanja wa KMC kwamba kuna mto unaitwa mto Kijitonyama, na umeahidi tutakwenda tukaangalie uone ni kwa jinsi gani serikali inakwenda kusaidia wananchi katika eneo hile. Na mwisho pale Mwananyamala, sehemu za Msisiri kwenye lile bonde lile mainjinia wengi sana wamefeli kutafuta majawabu. Najua Mheshimiwa Mchengerwa tukaenda pamoja pale, utakwenda kujua ni kwa jinsi gani mainjinia walioko katika wizara yako watakwenda kutusaidia. Na hii ni pamoja na mto Mzimuni, katika kata ya Mzimuni pia nitakupeleka kule. Ni kazi ya siku moja au nusu ya siku, utatusaidia sana. Lakini serikali imetufanyia mambo makubwa. Bonde la mto Msimbazi, hongera sana Mheshimiwa Rais, umetufanyia kazi. Shilingi trilioni 1.3 zinakwenda bonde la mto Msimbazi pamoja na daraja la kisasa la Jangwani linalokwenda kubadilisha maisha ya wananchi wa Magomeni, maisha ya wananchi wa Mzimuni. Hakika wale wakandarasi wako mzigoni, na jana nilizungumza na Mheshimiwa Ulega ameniambia chapewa. Hivyo ndani ya miaka miwili Magomeni na Mzimuni patakwenda kubadilika pale. Sijui tutakuwa kama nchi gani, siwezi nikaielewa. Panaweza pakapendeza kama vile Young Africans ilivyo. Mheshimiwa, naomba nisemee kidogo changamoto. Leo hii tulikuwa na changamoto ya elimu pale kwetu. Elimu, huwezi ukaamini kwamba katika jimbo kubwa kama lile la mjini lenye watu takriban 400,000 hawana high school. Lakini kwa mara ya kwanza tangu tupate uhuru, Kinondoni tunakwenda kuwa na high school
ambayo Julai 2025 kesho kutwa wanafunzi wa kwanza wanakwenda kusajiliwa pale. Hongera sana Mheshimiwa Rais, umenifanya nijisikie kila ninavyotembea nasema naam, mimi niko sawa, na ndio maana wananchi wa Kinondoni watambue kwamba na mimi nimo. Tunazungumza pale kwetu Dar es Salaam, shule hizo unazikuta Upanga, lakini leo mpaka kule Uswahilini kwetu kule Kigogo kuna English medium za kisasa, Magomeni za kisasa, Kijitonyama za kisasa. Sasa tunataka nini? Lakini kikubwa ambacho ni washukuru tena ni tatizo sugu la secondary school katika kata ya Tandale. Hili swala tulifikishia mpaka Mheshimiwa Rais ametupa fedha. Sasa hivi ninavyozungumza Tandale wana secondary school ya kisasa na wako form 2, na nawashukuru sana TAMISEMI mlitoa kibali shule ile itwe Tarimba Aba Secondary School. Alhamdulillah, nakushukuru sana. Lakini hata kwenye kata ya Kinondoni ambayo ndio kata ya nyuma kabisa, leo ina secondary school ya kisasa. Hivyo tumeondoa matatizo ambayo yalikuwepo katika jimbo langu. Mambo yote miundombinu ya elimu yamekwisha, hatudaiwi. Samia hatukudai katika masuala ya elimu. Samia hatumdai kwenye masuala ya afya. Tumetimia. Tuna vituo vya afya, tuna dispensary tena za kisasa. Changamoto iliyopo ni pale Tandale peke yake. Manispaa tumetenga milioni 600 kwa ajili ya upanuzi wa kituo cha afya kile ambacho hupokea zaidi ya watu 1000 kwa siku. Ukumbuke pale tuna soko la kisasa kubwa la nafaka. Hivyo wananchi wanaokuja pale kupata huduma ni wengi sana. Hivyo tumeweka milioni 600 kwa ajili ya kununua eneo, lakini tutaomba serikali, na hii naomba uiweke kwamba tungependa tutanue kile kituo chetu kiweze kuwa kikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba sasa nizungumzie matatizo ambayo yako kule Mwananyamala, yaliyoko Magomeni, Tandale, Makumbusho, ambayo serikali ya Mama Samia imekwenda kutuondolea aibu hii. Kwamba mto Ng'ombe wakati unajengwa, ambao ndio unapitia maeneo mengi sana na kuleta athari kubwa sana ya mafuriko, alimtuma Mheshimiwa Waziri Mkuu, alikuja kule, na alivyokuja Mheshimiwa Waziri Mkuu alihakikisha mkandarasi anarudi katika eneo lile, lakini wale ambao walikuwa wanatakiwa kulipwa fidia ili wapishe ule mradi, fedha zile zikatolewa. Hivi ninavyozungumza, Mheshimiwa wabunge na Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mchengerwa, matatizo ya mafuriko kata ya Tandale, Makumbusho, Ndugumbi, Magomeni, Mwananyamala ambayo yalikuwa yanaletwa na ule mto Ng'ombe, mafuriko yale yameisha. Inyeshe mpaka inyeshe, watu wanaenjoy, na hata kuamka saa 4 wanaweza kaamka. Hongera sana Mheshimiwa Rais, umetusaidia sana. Mwisho ningependa nizungumzie jambo ambalo kidogo lina matatizo, ingawa hili nalo limetuletea mafanikio makubwa. Hakuna kata katika jimbo la Kinondoni, Mheshimiwa Mchengerwa, ambapo tumeshindwa kujenga barabara hata moja. Kata zote tumeweka miguu yetu. Kuna kata tumefanya barabara nyingi na tumefungua uchumi wa wananchi wa Kinondoni. Kule Kigogo kuna masoko ambayo yalikuwa hayafanyi kazi, lakini kuna barabara inaitwa Mapera tumejenga ile kwa lami. Sasa hivi wananchi wanaweza kufanya shughuli zao za kibiashara kwa vizuri zaidi na kuwanyanyua kiuchumi. Kata ya Hananasifu ambayo alikuwa haina mradi, na juzi tumewapeleka wakandarasi kwenda kujenga barabara 3 katika kata ile. Kinondoni ambako ndiko kulikuwa kumesauliwa barabara ya Best Bite, na wengi mnakaa Kinondoni, mnaweza mkaiona Kinondoni sasa hivi kata ya Kinondoni ilivyobadilika. Kijitonyama kule na kutoka mwenyekiti wangu wa zamani wa kamati ya bajeti, tumetengeneza pale Mabatini palikuwa panatisha. Sasa mimi hata sijui nichangie nini zaidi ya kuambia serikali asanteni sana. Mama Samia asanteni sana. Kilichobakia ni kitu kidogo sana, na wala sitaki nimsumbue Mama Samia, na msumbue huyu Mohamed Mchengerwa, ndio nakwenda naye baada ya bajeti. Mungu akubarikini sana. TAMISEMI mnafanya kazi vizuri sana, na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante.
Asante sana Mheshimiwa Tarimba Gulama Abbas. Nilimtaja Mheshimiwa Bupe Nelson Mwakang'ata. Mheshimiwa Masache Njelu Kasaka jiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hoja iliyo mbele yetu. Kwanza kabisa namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima mpaka tukawepo hapa kuchangia hoja muhimu. Kipekee naomba nimpongeze Spika wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson kwa kazi nzuri anazofanya, jinsi anavyoliendesha bunge. Kwa kweli anastahili pongezi, maana wakati mwingine tunajiuliza ni wakati gani anapumzika, lakini unabaki kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpongeze waziri kakaangu Mohamed Mchengerwa na manaibu wake wote wawili kwa kazi nzuri. Kwanza kabisa nimpongeze kwa uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa. Ameweza kuendesha vizuri sana. Nchi yetu ina amani, tumepata viongozi walio bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii pia kumpongeza mkuu wangu wa mkoa, ndugu yangu Makongoro, kwa kusimamia vizuri ilani ya Chama cha Mapinduzi. Pia nakishukuru sana chama changu cha Mapinduzi mkoa wa Rukwa kimeweza kusimamia vizuri ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee nimpongeze sana rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kazi nzuri anazozifanya katika kipindi chake cha miaka minne. Mama amefanya mambo mengi makubwa na mazuri. Katika mkoa wetu wa Rukwa tulikuwa tuna changamoto sana ya hospitali za wilaya, lakini mama katika kipindi chake ameweza kutupatia na kutupatia fedha za kujenga hospitali za wilaya zote 4. Tumepata hospitali. Juzi kati hapa tumezindua hospitali ya Isiofu iliyogharimiwa takriban bilioni 4 na milioni 500. Sasa hivi imeanza kutumika. Lakini pia Sumbawanga DC hospitali pia imefunguliwa. Tulipokea fedha takriban bilioni 4 na milioni 500 kwa ajili ya ile hospitali ya wilaya. Tumejengea hospitali wilaya zote. Hongera sana mama, umeupiga mwingi. Lakini haitoshi Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ametujengea vituo vya afya vizuri. Kipo kituo cha mfano Sumbawanga mjini. Kile kituo Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi akina mama zamani tulikuwa tuna hofu, ukiwa mjamzito ukiambiwa unafanyiwa operation unajihesabia aidha mawili, ni kufa au kupona. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi vituo vya afya vote, hasa kituo kile, ukienda mjamzito akina mama sisi tunaomba ufanyie operation badala ya kusukuma na kuchanika misamba. Sasa hivi hakuna tena kuchanika. Tunaomba madaktari wako vizuri. Ukifanyia operation siku ya kwanza, ya pili, ya tatu umeshaamka. Kwa hiyo mama ametuletea huduma nzuri sana katika vituo vyetu vya afya. Lakini pia huduma zimejitosheleza katika kwenye vituo vya afya, katika majengo ya mama na mtoto yamejitosheleza kabisa. Ukijifungua mtoto njiti, mtoto anawekwa vizuri, anakuwa bila wasiwasi. Hongera sana rais wetu mpendwa, kazi nzuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, niingie sasa kwenye hoja zangu za msingi. Naanza na hospitali ya kituo cha afya cha Kirando. Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo kile ni kikubwa sana, kinahudumia vijiji vingi sana. Vijiji na kata zaidi ya 8. Kinahudumia kata ya Korongwe, kata ya Kipili, kata ya Kitete, kata ya Mkinga, kata ya Ninde na kata ya Kirando. Vijiji vingi sana inahudumia ile hospitali, kituo cha afya. Tulikuwa tunaomba kipandishwe hadhi kiwe hata hospitali ya wilaya. Lakini kituo kile hakina mochwari. Mochwari pa kulaza miili panakuwa ni shida. Tunaomba kituo kile kijengewe jengo la mochwari. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee swala la barabara. Kwanza kabisa nipongeze mkurugenzi wa TARURA, wanafanya kazi nzuri
lakini nilikuwa naomba kwenye TARURA bajeti iongezeke. Sisi tuna barabara nyingi ambazo zinahitaji huduma. Kuna barabara ya inayotoka Mtowisa kupitia Ng'ongo kuingia Kristo Mfalme. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ile ni muhimu sana. Tulikuwa tunaomba TARURA waongezewe pesa kusudi na ile barabara iweze kutengenezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee swala la maboma. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba pia bajeti ya elimu iongezewe kwa sababu tuna maboma mengi ambayo bado hayajakamilika. Kwenye wilaya ya Sumbawanga DC kuna maboma mengi sana Mheshimiwa Mwenyekiti ambayo hayajaisha. Nikianza maboma ya zahanati, tuna boma pale Kifinga, tuna boma pale Msia, Tululu, Kilando, Legeza, Ilemba, Kapewa, Mtetezi na Skaungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba basi bajeti ya safari hii haya maboma yaweze kupatiwa fedha na hatimaye yakaisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee hoja nyingine ya kina mama. Kwanza kabisa tunamshukuru Rais kwa kutupatia ile 10% ambayo ni ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa kweli ile huduma ni nzuri sana. Kina mama wanapata mikopo na hiyo huduma inaendelea vizuri. Lakini kuna jukwaa la wanawake Mheshimiwa Mwenyekiti. Jukwaa hili lilianzisha kwa ajili ya Mheshimiwa Waziri, naomba unisikilize. Jukwaa hili lilianzishwa kwa ajili ya uwezeshaji kiuchumi wa kina mama. Lakini jukwaa hili naona kama limetelekezwa. Wakina mama, viongozi wa majukwaa haya ya uwezeshaji kina mama wanapata tabu sana kwa sababu hawana fungu, hawana bajeti, kwa hiyo inakuwa ni tabu tupu. Nilikuwa naomba jukwaa la wanawake la uwezeshaji kiuchumi lipatiwe fungu na bajeti yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee na swala lingine la mikopo ambayo ilikuwa inaitwa Imbeju. Wanawake walitikia mwitikio mkubwa sana kupata mikopo inayoitwa Imbeju. Wakachangishwa fedha, wakaambiwa wafungue akaunti na wakasema waiandae muhtasari, lakini matokeo yake kina mama walifungua akaunti na wametoa pesa zao, wamepoteza muda, lakini hamna kinachoendelea kwenye swala zima la mikopo ya Imbeju. Tunaomba na yenyewe muifanyie kazi kina mama hawa waweze kupata mikopo hiyo, na kama haipo basi waambiwe kwamba mikopo ya Imbeju haipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee pia swala la watumishi. Mama amejenga vituo vya afya, amejenga mashule, lakini tunaomba mkoa wa Rukwa tuna upungufu wa watumishi 75%. Tunaomba sasa mtuongezee watumishi na watumishi hao wajengewe nyumba, kwa sababu watumishi wengi wakiletwa katika mikoa yetu ya pembezoni na wakipelekwa vijijini wanahama tena kurudi mjini, kwa sababu kule kunakuwa na changamoto pengine za nyumba za watumishi. Kwa hiyo tunaomba mwajengee watumishi nyumba ili waweze kutulia kule, na endapo mnapokuwa mnaajiri mnawapa mikataba kwamba hakuna kuhama ndani ya miaka 5, uhami mpaka hapo utakapomaliza miaka 5 tutakufikiria jinsi ya kuhama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana, naunga mkono hoja. Asante. Asante sana Mheshimiwa Bupe Nelson Mwakang'ata. Nilimtaja Mheshimiwa Masache Njie Lukasaka. Mheshimiwa Anna Richard Lupembe ajiandae. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, nami kupata nafasi niweze kuchangia kwenye hotuba hii nzuri sana ya ndugu yangu Mchengerwa, na nianze kwa kumpongeza. Ameweza kusoma hotuba yake vizuri, na hakika hii wizara wamejipanga vizuri, yeye pamoja na wasaidizi wake kwa maana ya manaibu waziri, lakini na katibu mkuu pamoja na timu yake yote kwa ujumla. Hakika wanaitendea haki hii wizara. Hongereni sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nitaendelea kuungana na wenzangu, tuendelee kuweza kuipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo imeendelea kushusha miradi mingi ya kimikakati ya kimaendeleo kwenye kila sekta. Wameweza kugusa karibu sekta zote. Hapa kila mmoja akisimama hapa, si kwenye kata, si kwenye vijiji, hakuna mahali ambako mradi ambako hujafika. Hata mimi kule kwangu, wilayani kwangu Chunya kule, karibu kila kijiji, kila kata, kila mahali miradi imeenda imetiririka. Tunampongeza Mama Samia Suluhu Hassan
hakika ameonyesha kwamba yeye ni mama na mama mwenye shughuli. Ndio maana tunasema mitano tena tunamuongezea, na sisi hapa pamoja kumuongezea yeye, na sisi bado tumo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye upande wa afya, mimi niseme kwamba kila mmoja amezungumza hapa, lakini sisi kule kwetu Chunya, kwenye upande wa afya, hospitali ya wilaya tumepata zaidi ya bilioni 5.7. Leo ukifika pale, wale ambao hawajafika zaidi ya mwaka mmoja miwili, wakifika pale leo wanapotea kwa namna ambavyo majengo yamejengwa ya kisasa, vifaa tiba vimewekwa pale ndani, na huduma sasa zinatolewa za viwango vile vile. Wengine wakifika pale mpaka wanashangaa ni hii Chunya hii tunayoifahamu au nyinginezo. Lakini sisi ndio kazi ambayo tupatia, tumeendelea kuifanya vizuri zaidi. Haijaishia hapo. Katika kipindi hiki hapa cha miaka 4 ambayo Mama Samia Suluhu Hassan na miaka 5 ambayo tupewa sisi ridhaa hii, vituo zaidi ya zahanati 15 tumeweza kuvijenga na vinatoa huduma. Haya kwetu sisi ni mafanikio makubwa, kwa sababu tunasema mtu ni afya, ndio maana afya imekuwa kipaumbele cha kwanza. Kana kwamba haitoshi, kwenye upande wa vituo vya afya, zaidi ya vituo vya afya 5 vimejengwa ndani ya hii miaka 5. Kituo cha afya cha mamlaka ya mji mdogo wa Makongorosi ni kikubwa, kina hadhi ya hospitali ya wilaya, kimejengwa, kinatoa huduma, kina facilities zote, na mpaka huduma ya mortuary pale inatolewa na majokofu yamewekwa pale. Wananchi wananufaika kwa hizi huduma. Lakini pia tujatosha hapo, kituo cha afya cha Matwiga tulipata fedha, na juzi tu takriban kama wiki 3 zilizopita tulipata zaidi ya milioni 200. Kazi inaendelea pale na huduma zinaendelea kutolewa. Kituo cha afya cha Mafyeko tulipata zaidi ya milioni 300, kazi inaendelea, lakini pia na huduma zinaendelea kutolewa pale, na fedha zinazidi kutiririka kwa shamba vituo hivi vinakamilika. Na kituo cha afya cha Kambikatoto ambacho ni zaidi ya kilomita 260 kutoka Chunya mjini, 260 kilomita kutoka Chunya mjini, tumejengwa kituo kizuri. Mama Samia Suluhu Hassan alitupatia hizi fedha, wananchi wananufaika pale, na gari la wagonjwa tumewapelekea kule. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo imeweza kufanyika. Ombi letu tu moja, haya yameweza kufanyika na mambo mengine bado yanaendelea kufanyika. Tunaomba tuzidi kuongeze kwenye upande wa vifaa tiba, tupate vifaa tiba vingi na vya kutosha zaidi. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, tupate pia na wataalamu wa kutosha. Vifaa vipo vichache, lakini pia majengo yapo ya kutosha. Wataalamu tuna upungufu nao. Niombe Mheshimiwa Waziri ulichukua hili, utuletee wataalamu wa tiba, tuhakikishe kwamba huduma za afya zinakwenda vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye upande wa elimu, kila mmoja hapa amekuwa shahidi, ameweza kuzungumza namna ambavyo kwenye upande wa elimu Mama Samia Suluhu Hassan alivyoweza kuigusa elimu kwenye jamii yetu. Zimejengwa madarasa ya kutosha, yamejengwa shule shikizi, shule mpya zimejengwa. Tukianza kutaja hapa shule mpya moja moja hapa hatutaweza kumaliza. Mama amewekeza kuhakikisha kwamba elimu ndio mkombozi wa Mtanzania. Ndio maana fedha nyingi amezipeleka sana kwenye elimu. Lakini kana kwamba haitoshi, ndani ya miaka 4 ya Mama Samia Suluhu Hassan tumeweza kujenga sekondari mpya 5. Tumejenga sekondari mpya Lupa ya Mayeka Girls, tumejenga Lualaje sekondari, tumejenga Mafyeko, tumejenga Kambikatoto, tumejenga na kata ya Nkungungu. Hizi sekondari mpya 5 zimejengwa, na sekondari mpya nyingine 2 zinaendelea kujengwa kwenye kata ya Upendo na kata ya Matunda, kwa maana kijiji cha Itumbi tunaendelea kujenga. Haya kwetu sisi ni mafanikio makubwa sana. Lakini pia tumeendelea, mwaka huu tumeweza kusajili sekondari nyingine 2 kwenda kidato cha 5 na cha 6. Tunategemea kwamba kuanzia Julai zipokee wanafunzi hawa kidato cha 5 na cha 6. Haya kwetu ni mafanikio makubwa sana. Tunampongeza Mama Samia Suluhu Hassan, lakini tunaomba tuongeze juhudi sana, tuhakikishe kwamba kwenye upande wa elimu tunaenda kufanya vizuri zaidi. Na kama mnavyofahamu, wilaya yetu ya Chunya ni moja kati ya wilaya kongwe. Ilikuwa nyuma kwenye upande wa elimu, ndio maana sasa hivi tunakwenda kwa kasi zaidi. Lakini pia kutokana na ukongwe wake huu, shule zile ambazo zilijengwa zamani, tuna shule kongwe nyingi, shule zimechakaa. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri,